Msamaji wa Kivona Media, tuendelea kudunda dunda hapa katika sport news ya Kivona Media, kipindi ambacho kinaletea nguvu kabisa ambao mambo mengi yanayohusu masuala mazima ya michezo. Mchome the heavyweight, Juma Kamela ni Clay, mimi Nixon Mwageni. Mchome, tumuona kabla ya mchezo wa jana Simba na Mlandege, ulicheza mchezo juzi kati ya Yanga dhidi ya Azam FC, mchezo ambao ulikuwa ukizungumzwa kwa ukubwa kwelikweli. Azam walijitamba kivyao, lakini Yanga walijitamba kivyao kwa viongozi pamoja na mashabiki, lakini mwisho wa siku Yanga akaja kushinda magoli 2-1. Unadhani nini hasa kiliwakuta Azam FC kupoteza mchezo wa Muungano Cup nusu finali ya kwanza dhidi ya Young Africans? Swali zuri Nixon. Unajua wengi wanazungumza vitu vingi na kuna muda ile dhana ya kwamba hawa wananunua mechi, hichi kimefanyika na kile kimefanyika, pengine wajaribu kufuatilia kwa karibu namna ambavyo Young Africans amekuwa akicheza mechi zake. Credit kubwa kwa uongozi wa Young Africans kwa namna ambavyo wamekuwa wakazicheza mechi zao kubwa. Yanga imekuwa na muendelezo wa kujua kuzicheza mechi kubwa, hasa hizi za ndani, kwa maana namna ambavyo wanajua kucheza dhidi ya Simba, namna ambavyo wamejua kucheza dhidi ya Azam, na namna ambavyo wamejua kucheza dhidi ya Singida. Hizi ni timu ambazo kwangu mimi zina uzani wa juu kwa namna ambavyo wana hivyo vikosi ambavyo vinaweza vikakompete na yoyote katika ligi hii. Nitakukumbusha mechi ya nyuma kabisa, Beno Kakolanya anakuwa mwamba mbele ya Simba Sport Club, mechi ya dabi ambayo ilimalizika kwa sare. Ilikuwa ni Yanga ambayo ya bakuli, inaweza nikasema hivyo, Yanga ambayo haikuwa na wachezaji wengi wazuri, haikuwa na ubora wa kiasi kikubwa ukilinganisha na Simba Sport Club ambayo ilikuwa imeshiba kweli. Boko, Kagere, Emmanuel Anodiok mbele pale panatisha kweli, lakini Simba haikupata matokeo mbele hiyo Yanga. Unaona namna ambavyo uongozi umekuwa na muendelezo wakicheza mechi kubwa. Lakini tazama mechi ya msimu huu dabi ambayo Young Africans walipeleka New Aman. Simba ili dominate kwa kila kitu. Ni wao tu, kilichobaki ni kuchukua mpira kuweka kambani. Simba Sport Club iondoke na matokeo. Walishindwa kupata matokeo mbele ya Young Africans. Nitazame mechi hiyo ya juzi ambayo naizungumzia dhidi ya Azam FC. Azam walikuwa very down. Huoni kile kitu ambacho Azam walikuwa kikifanya. Huoni action ambazo Azam walikuwa kizifanya dhidi ya mechi nyingine ukilinganisha hata na mechi ya Simba. Kwanza wanajua kuzicheza hizi mechi. Kwa maana ya nini kifanyike, wachezaji wapate kitu gani ili kazi yao iwe rahisi katika hii michezo mikubwa. Young Africans wamejua na wanaweza kweli, na hili nitumie fursa hii pia kupongeza uongozi wa Yanga. Lakini ukija ukiangalia pia katika mchezo wenyewe, mbinu za kocha wa Yanga zimekuwa zikilipa kwa kiasi kikubwa. Pengine ingizo jipya la kocha Mwalimu imekuwa na impact kubwa pia katika kikosi cha Young Africans. Unaona pia kuna namna morali ya uchezaji imepanda. Mimi Young Africans kujua morali imepanda, huenda nikachukua mchezaji mmoja au wawili. Namtazama sana Dukabuya na Max pia Nzengeli. Wachezaji ambao work rate yao ni kubwa katika michezo ya Yanga ambao wanaicheza. Wanakuwa wakitumia nguvu kubwa, wanatembea eneo kubwa la uwanja. Ukiwatazama namna ambavyo wanajituma, unaona kabisa kuna kitu cha ziada ambacho kimeongezeka. Max ambaye amekuwa akicheza baadhi ya michezo toka Mwalimu amerudi, na Max ambaye hapo nyuma alikuwa akicheza hizi mechi, unaona kabisa ni Max wawili tofauti. Kuna vitu vingi ambavyo vimeongezeka kwenye game ya Max ambavyo vilikuwa vinakosekana katika michezo ambayo ilikuwa imepita. So ni kitu kikubwa, lakini kwangu mimi ni upongeze zaidi uongozi. Lakini ukitazama Azam nao pia kuna namna wanapaswa pia kujitathmini kama timu kubwa, kama timu ambayo pia inawania ubingwa. Ukitazama mbio za ubingwa ligi kuu, yes inaweza ukawaeka, lakini kwa kiasi kikubwa kombe la Muungano, kombe la CRDB ni makombe ambayo ukijituma unaweza ukapata matokeo, kwa sababu ukishinda unasogea hatua nyingine, unapata matokeo, kwa sababu lazima mshindi apatikane ili uende hatua nyingine. Lakini michezo ambayo ni ya ligi kuu, unacheza kiligi, unaweza ukapata sare, hauwezi kucheza kwa maana ya matuta. Sare yako ile ni alama moja ulioivuna, baada ya kusogea miguu miwili unapiga hatua moja, lakini mwenzako akishinda mechi anapiga hatua mbili, unaona matokeo ambayo anayapata. Kwa hiyo wanakuwa pia kukaa chini kwa namna nzuri ya kuhakikisha wanapata matokeo pia katika michezo hii. Wameshapoteza kombe la Muungano, hawapo. CRDB waliangalia kwa jicho la tatu. Kwa namna ambavyo wamecheza kombe la Muungano, kama watacheza hivi kwenye kombe la CRDB, Azam watarudi tena mikono nyuma msimu huu. Pasina chochote kitu katika ligi zote ambazo watakuwa wameshiriki. Wajitathmini, waone mpango mkakati gani ambao wanaweza kaingia nao, pengine
Jambo hili linaweza likawapa nguvu tena ya kurejea msimu unaofuata, wakajua namna bora ya wao kupata matokeo. Kwa nini Simba na Yanga wanapata matokeo? Vitu gani wanavifanya? Pesa ipo, Azam miundombinu bora. Hakuna timu ambayo inaendeshwa kimkakati kwa maana ya vile ambavyo timu inapaswa kuendeshwa kama Azam. Ni changamoto imekuwa kwenye matokeo, kwa hiyo wanaweza kufanya kitu bora na wakafanikiwa. Umezungumza vizuri ya Mchome. Mchezo ule Azam FC kwa kipindi cha kwanza inaonekana wako down sana. Na wengi walizungumza katikati pale Himidi Mao Mkami pamoja na James Akaminko walipotea. Nadhani ni kweli hasa Yanga kwenye safu ya kiungo wako vizuri kama ambavyo umezungumza wewe, lakini labda kuna vitu vingine viko nje ya Azam mpaka mchezo ule kuupoteza kwa kiwepesi sana ukilinganisha mchezo ambao walitoka sare dhidi ya Yanga hawa kwenye ligi kuu soka Tanzania bara. Nixon, ukitazama swali lako kuangalia sasa kiufundi. Young Africans wana Duka Buya, wana Mohamed Damaro, yupo Mudathir Yahya Basi. Hawa ni wachezaji ambao wanacheza kwenye eneo hilo. Kwa kiasi kikubwa Duka Buya kazi yake tunaijua. Mohamed Damaro work rate yake tunaijua. Joko Azam yuko Himidi Mao na alicheza na James Akaminko. Adolf bado hajawa sawa, haya zaidi pia bado hawajakuwa na nafasi nzuri kwenye vikosi. Lakini mtazame mtu kama Himidi Mao Mkami. Fantastic player na muheshimu, lakini tuje kwenye umri wake. Game time anayoipata kucheza week in week out si bora kwake kutokana na mazingira alionao. Umri tayari umeshamtupa mkono. Anahitajika kupata mazingira ya kupumzika, kufanya jambo lakini pia na relax. Muda huo anaupata ndani ya Azam, anacheza mechi za mara kwa mara. Uwezo wake hauwezi kukupa tough match ya mfululizo kwa maana mechi hii akakupa kitu kile, mechi inayofuata kwa maana mechi 3 akakupa kitu bora zaidi. Anaweza akafanya hivyo pengine dhidi ya timu ambazo zina daraja la kati, lakini sio kwa timu ambayo ina ubora wa kulinganisha naye kama Young Africans, kwa kulinganisha na viungo ambao Yanga wapo. Kwangu mimi Himidi alipaswa kupumzika mapema kabisa, kuangalia labda pengine Adolf kwenda kucheza, kwa sababu kama kiungo mmoja atakuwa down. Lakini pia ukimtazama James naye hakuwa vizuri katika mchezo ule. Pengine mwalimu angeangalia njia sahihi ya kumweka Yahya zaidi na Adolf, pengine kwenye eneo lile wangeenda kutibu tatizo ambalo lilikuwepo, lakini haikuwa hivyo, na ndio maana matatizo aliyopata ni kufungwa. Asante Mchome. Asante sana. Naam, Rashid Mchome akizungumzia mchezo kati ya Yanga na Azam FC nusu finali ya kwanza ambayo ilimalizika pale Yanga kushinda kwa magoli 2-1 Azam FC wa kuondoshwa kwenye mashindano haya ya Muungano 2026. Mimi ni Nixon Mongeni, mwenzangu hapa ni Mchome, the heavyweight champion. Nyuma kamera ni Clay. Asante na kwaheri.